Asante. Shikamoo. Marhaba, habari saizi? Salama kabisa. Pole na majukumu. Tunashukuru, karibu sana. Kwa majina yangu naitwa Yusufu Kisoma. Sisi tumetoka ABT, lakini kikubwa zaidi tunahitaji kupata ufafanuzi mzuri kwa ajili ya utaalamu wa kisheria kuhusu masuala ya uchaguzi. Na tuna uchaguzi tarehe 29 Oktoba. Tunatamani tujue nyinyi kama jeshi la polisi pia mmejipangaje kuhakikisha mambo yanakuwa salama. Kwa hiyo ungeanza na utambulisho, lakini pia ungelifafanua hilo vizuri. Kwa jina naitwa Nestori Mwita John, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi, mkuu wa polisi wa wilaya ya Chunya. Ndugu mtangazaji, ndio. Karibu, kwanza nikaribishe, karibu sana ofisini kwangu. Asante sana. Ofisi ya OCD wilaya ya Chunya. Ndio. Na kama ulivyouliza, uchaguzi upo kisheria. Ndio. Uchaguzi upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uchaguzi upo pia unaongozwa, unasimamiwa na sheria hii ya uchaguzi ya rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Sheria namba 1 ya uchaguzi ya 2024. Okay. Hii ndio inasimamia masuala yote ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani hapa Tanzania. Okay. Uchaguzi sisi kama polisi tumejipanga sawa sawa, na kwa sababu swala hili ni swala la kikatiba, katiba hii lazima ilindwe. Lazima ilindwe. Katiba imetoa haki kwa raia wote wa Tanzania. Kifungu cha 5 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambayo imekuja kukua mwaka 2008, imetoa haki ya raia wote wa Tanzania waliofikisha umri wa miaka 18. Ndio. Waliofikisha miaka 18 kupiga kura. Hivyo sisi ni wajibu wetu sasa sisi kama polisi kuhakikisha tunasimamia usalama. Tunasimamia swala zima la usalama na haki hii ya raia waweze kwenda kupiga kura, waende wakiwa salama na warudi majumbani kwao wakiwa salama, waweze kupiga kura. Na kwa sababu jambo hili la uchaguzi ni jambo la kisheria, hivyo tunajaribu kuwaelimisha Watanzania siku hiyo wapige kura kwa amani na kutoa taarifa ya vitendo vyote ambavyo vinajaribu kuvunja amani au kuzuia watu wasiende kupiga kura. Kwa sababu kuzuia mtu kwenda kupiga kura ni kuvunja katiba. Kwa sababu katiba ipo na katiba ndio sheria mama. Kama mtu anavunja katiba na kumnyima mtu haki yake ya kwenda kupiga kura, sisi ni wajibu wetu sasa wa kuhakikisha hali hiyo haijitokezi. Na tumejipanga ipasavyo kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa salama na amani. Na kuna vitendo, sheria hii ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 imetoa makatazo mbalimbali siku hiyo ya uchaguzi, kwamba siku hiyo watu wasivae jezi au uniformu za vyama vya siasa. Okay. Kwamba au wasiendelee kufanya kampeni siku hiyo ya uchaguzi. Wasifanye mikutano na mikusanyiko ambayo inafanana na kufanya kampeni. Basi kama kuna mikusanyiko isifanyike ndani ya mita 300. Kwa hiyo watu wamekatazwa, kuna makatazo yapo hapa kwenye sheria hii. Vitendo vinavyokatazwa. Nasema mtu hatafanya mkutano siku ya kupiga kura au ndani ya jengo la eneo lolote ambamo upigaji kura katika uchaguzi unaendelea, au mahali popote ndani ya eneo la mita 300 ya eneo au jengo hilo. Hatavaa au kuonesha kadi
picha au nembo nyingine yoyote inayoonyesha kuunga mkono mgombea fulani katika uchaguzi. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria hii ya uchaguzi ni kosa kwa kitendo hicho. Ni kosa kwa kitendo hicho. Lakini nikikurejea hapo kidogo, umesema haihitajiki mikusanyiko yoyote ambayo itakuwa haihusu jambo la uchaguzi. Mikusanyiko inayohusu kampeni. Inayohusu kampeni ndani ya mita 300 au kwenye jengo ambalo uchaguzi unafanyikia. Okay. Lakini hiyo siku ya tarehe 29 Oktoba inasemekana, na sijajua kama ni rasmi, maandamano yameruhusiwa. Maandamano ya namna gani? Kwa mfano wakati wa maandamano siku hiyo hatutaruhusu, kwa sababu maandamano inachotakiwa watu wakapige kura. Kama ni maandamano ya kwenda kupiga kura, watu wanaenda kituoni, kwenye kituo cha kupiga kura, hayo sawa. Lakini maandamano mengine ambayo ni ya kampeni, watu wanapiga kampeni, hatutaruhusu, kwa sababu siku hiyo kampeni zinakuwa zimeshafungwa. Okay. Kampeni zinakuwa zimeshafungwa. Labda baada sasa wakishatangaza matokeo, watu wanashangilia, wanasherehekea matokeo. Sasa hilo ni jambo lingine. Siku hiyo tunataka watu wakishapiga kura warudi nyumbani, wapumzike, wafanye shughuli zao zingine ambazo hazina uhusiano tena na mambo ya nini. Shughuli ni kupiga kura tu siku hiyo, sio mambo mengine. Kwa hiyo unataka kuniambia afande kwamba watu wakishapiga kura wanaruhusiwa kwenda kuendelea na biashara zao zingine ambazo ni tofauti na mambo ya kampeni. Okay. Mpaka matokeo yatakapotoka ndio sasa watu wanaweza kusherehekea. Hatuwezi kukataza watu washerehekee matokeo yao. Lakini sio kampeni siku ya uchaguzi. Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba maandamano ni haki kisheria, lakini kwenye siku hiyo ya uchaguzi haitakiwi. Itaonekana kama vile sasa watu wanaendelea kupiga nini? Kupiga kampeni. Okay. Haya mambo tuliyaruhusu hapa wakati wa kampeni, watu waandamane. Lakini pia hata maandamano hayo, hata wakati wa kampeni huwezi kwenda kuandamana. Kwa mfano sehemu inatumika ni barabara ya public, utazuia shughuli zingine zisiendelee. Okay. Kwa hiyo au stendi, sehemu kama stendi, magari yanatakiwa yaingie yachukue watu. Wewe umeenda kuandamania stendi, vitu kama hivyo tulikuwa tunazuia. Kwa hiyo siku hiyo haturuhusu shughuli nyingine yoyote ambayo inaonyesha kwamba hizi ni kampeni. Okay. Hata maandamano hayo siku hiyo hatutayaruhusu. Labda kama ni watu, unajua kuandamana, sijui labda useme ni kundi kubwa la watu, lakini kama ni watu 2 3 wanatembea wanaenda kwenye kituo cha kupigia kura, hiyo tunaruhusu. Hata pale kwenye kituo cha kupigia kura, hakikisha kama mmekaa vikundi vikubwa ni nje ya mita 300. Na hata mashati, kadi zile za kuninginiza au vipi, chochote, alama yote ambayo inaonyesha ushabiki wa vyama, labda ni kampeni, hiyo siku haturuhusu. Wavae tu kawaida, watu waende wapige kura, wakishapiga kura warudi nyumbani, wasubiri matokeo. Sawa. Afande, wito gani ambao unawapa wanachunya kwa ajili ya hiyo siku ya uchaguzi? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Hata kuanzia sasa, hata baada ya uchaguzi, wito wangu kwa wanachunya, wawe makini sana na mitandao. Pale wanapotoa mawazo yao, wanapo-comment, kwa Kiingereza wanasema wanapo-comment pale kwenye mtandao, wamekutana na wazo mwenzio ametoa kwenye mtandao, wazo hili lina viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini na wewe naye unaendelea kuchangia, kuchochea, wawe makini sana, kwa sababu sasa hivi tunafuatilia sana mitandao. Unaweza kujikuta umeingia kwenye matatizo kwa mambo tu ambayo hayana faida yoyote, na sana sana ambayo sio ya msingi, yanaweza kutuvurugia uchaguzi wetu. Kwa hiyo wajiepushe. Wanapoona kuna mawazo ambayo yametolewa kwenye mitandao yana viashiria vya kuvunja amani, wasome tu na kupita, wasicomment. Ni sehemu gani ambayo mwananchi anaweza akapeleka maoni yake yanayohusiana na uchaguzi? Haki yake labda ya msingi, vitu kama hivyo, ni sehemu gani kama kwa mfano kuna tatizo la kiuchaguzi, kama kuna tatizo la kiuchaguzi, kila wilaya ina msimamizi wa uchaguzi.
Kwa hapa kwetu yupo msimamizi wa uchaguzi kiwilaya na mkurugenzi wa uchaguzi wapo, na kwenye vituo kule kuna wasimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo kama ni kwenye eneo la kituo umekwazika au kuna jambo unaona linataka ufafanuzi, pale kuna msimamizi wa uchaguzi. Kirejea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, kumekuwa na taarifa ambazo haziko rasmi, lakini ni kama minong'ono ambayo imekuwa ikiwafanya wananchi wakate tamaa kuhusu swala la kuto kujitokeza kwenda kupiga kura. Na wewe kama afande mkuu wa polisi Chunya, unawaambieje wale watu ambao wameisikia hiyo minong'ono na hawataenda kwa ajili ya kupiga kura? Kwanza wananchi nawatia moyo. Nawatia moyo wasikate tamaa. Hiyo ya kwanza. Wananchi natoa wito kwa wananchi wote wa Chunya wajitokeze kwenda kupiga kura. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ni haki yao. Yaani wanaenda kutumia haki yao ya kikatiba, kifungu cha 5 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ambacho kinatoa haki kwa raia wote wa Tanzania waliofikisha umri wa miaka 18 kwenda kupiga kura kumchagua rais, mbunge na madiwani wa Jamhuri yote ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu kutofanya hivyo ni kutoitumia haki yako vizuri ya kikatiba. Ukumbuke uchaguzi ukishapita, basi hiyo haki inakuwa imefanya nini? Umeipoteza. Sasa na pia ni kosa kwa mtu yoyote ambaye aidha anashawishi kwa kutumia hongo au kwa maneno au kwa namna yoyote, ni kosa. Huyo mtu tunapomfahamu kwamba yeye anashawishi watu wasiende kupiga kura au kwa vitisho, kwa namna yote, kwa sababu kufanya hivyo ni kukiuka sheria ya uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024. Hii sheria ya uchaguzi ni kosa, lakini pia ni kinyume cha katiba kwa sababu unazuia haki za watu kwenda kuchagua viongozi wao. Kumbuka maendeleo yanaendana na viongozi uliowachagua. Baada ya hapo utaanza kudai maendeleo. Sasa maendeleo yanakujaje bila viongozi kupeleka hayo kudai huko, kuomba maendeleo ya kuelezea matatizo yetu ni yapi ili maendeleo yaje. Kwa hiyo sisi kama polisi sasa wajibu wetu ndio huo, kuwalinda wote wanaojitokeza kwenda kupiga kura, na hao ambao hawataki kwenda kupiga kura, mimi sasa wajibu wangu ni kuwaomba wajitokeze wakapige kura, waitumie haki yao kikatiba na waachane na mambo ya kimtandao, kwa sababu huko kwenye mtandao kila mtu ana mambo yake. Sitaki kuzungumzia sana, lakini kila mtu ana mambo yake. Na hao wanao comment hivyo, hata sisi tukiwajua pia ni lazima tuwachukulie hatua, kwa sababu hatujui nia yao ni nini. Hatujui nia yao hiyo. Je, wanawazuia tu kwa namna gani? Wanavunja katiba, wanavunja sheria ya uchaguzi. Ni kosa kisheria. Ukimzuia kwa namna yote ile kumshawishi mtu asiende kupiga kura ni kosa. Kwa hongo, kwa vitisho, kwa namna yote ile ukizuia watu wasiende kwa sababu uchaguzi ni jambo la katiba, na katiba ndio sheria mama. Yaani katiba ndio sheria kuu kuliko sheria zote. Na kwa sababu ni jambo la kikatiba, sisi kazi yetu ni kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, kwa usalama. Wagombea, kazi yetu ni kuwalinda wagombea, kulinda vifaa vya uchaguzi, kuwalinda watu wanaokwenda kupiga kura, na kipindi chote hiki cha mchakato wote, kabla, wakati na baada, kulinda mchakato wote. Watu waliokuwa wanapiga kampeni, watu waliokuwa wanaenda kuhudhuria kwenye kampeni, watu watakao kwenda kupiga kura, hata baada ya uchaguzi, sisi bado tuna jukumu la kuhakikisha uchaguzi umepita salama na kwa amani. Kwa hiyo yoyote yule ambaye alikuwa ana hofu au ameshawishiwa na mtu mwingine, labda hakumwambia vizuri juu ya hiki kifungu cha sheria kwamba cha katiba kwamba ni haki yake, na hii haki wewe ndio sasa unatakiwa uitumie. Sasa huu ndio unatakiwa unyanyuke ukapige kura, uchague rais wako. Umchague. Ni muhimu sana kumchagua rais, kumchagua mbunge wako, kumchagua na diwani wa eneo lako. Ni muhimu sana kwa sababu hao ndio wanashughulika na habari yote ya maendeleo. Na ikishapita huu uchaguzi ni miaka 5. Ni miaka 5. Kwa hiyo kama kuna mtu anakuambia usichague, usiende kupiga kura, yani huyo mtu straightforward mwambie haunitendei haki. Kutofanya hivyo ni kujinyima haki yako mwenyewe. Kutofanya hivyo. Sisi tunachosema hatupendi sana kuongelea upande wa negative.
tunajua watu watajitokeza, kwa sababu watu kila mtu ana akili zake. Mheshimiwa Rais mstaafu Kikwete alituambia akili zako ongeza ndaza mbayuwayu, yani ujiongeze. Yani kwa lugha rahisi unataka kufanya nini? Yani mtu akikwambia jambo na wewe unatakiwa ujiongeze, sio tu unasikiliza jambo la mtu wanakuingiza chaka. Haina faida yote wewe usipoenda kupiga kura. Lakini ukimchagua mtu na wewe unasherehekea sherehe kama ameshinda, na unasherehekea huko miongoni mwa wale wanaosherehekea, kuliko kuwa tu na moyo unanyong'onyea saa zote watu wenzako wanafurahia maisha. Mimi nikushukuru kwa muda wako. Nashukuru sana. Nifunge. Kwa hiyo sisi polisi tumejipanga sawa sawa kuhakikisha tunakabiliana na matukio ya aina zote, matukio yoyote, tukio lolote na watu na mtu yoyote ambaye atajitokeza kuvuruga uchaguzi. Hivyo wasijaribu kabisa, na tuko very serious kuhusiana na hili jambo. Yani asije akatokea mtu baadaye akaanza kulaumu kwenye mitandao huko na kwenye maeneo yetu ambapo tutakuwa tunapiga kura. Watu wajizuie kule kwenye mihemko, wapige kura, warudi nyumbani, wafanye shughuli zao zingine, wasubiri matokeo. Ndugu Mtanzania na mwananchi kutoka wilaya ya Chunya, Mbeya na sehemu zozote zile, nadhani umesikia kile ambacho kimeongelewa. Sasa cha kufanya ni wewe unafanya nini ili upate nini. Hii ni ABT Media. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, na mimi naitwa Wizo Wawato.